Karibu tena mtazamaji wetu wa kipindi cha Mwangili Show ambacho kinakujia kila wiki kupitia YouTube channel yetu ya Mwangili Office. Nikwambie tu kwamba tunazidi kujifunza mengi kama tulivyotambua kipindi cha kwanza tuliweza kumfahamu Daniel Eliuta Mwangili ni nani, historia yake ilikuwa vipi, mwanzo wa kuanza kwa siasa kwake ilikuwaje na vitu vingi sana vilivyoendelea, aliwezaje pia kuavoid changamoto na kuweza kufika mbali zaidi mpaka leo anazidi kutugaia madini yaliyo mengi. Nikukaribisha tena kwenye kipindi kingine cha leo na hapa pia niko na mheshimiwa. Karibu sana bwana Daniel. Nashukuru. Karibu sana. Asante. Ni siku nyingine tena ambayo tumepata nafasi ya kuzungumza na wewe tukiwa na furaha sana na tunaamini madini ni mengi sana ambayo leo tunakwenda kuyapata. Kabisa. Kama ulivyotuambia kipindi cha kwanza hapo awali, siasa kwako ilikuwa ni wito, lakini pia mwanasiasa haitojalisha uko kwenye chama gani ama haupo kwenye chama gani, ila siasa unaweza kaifanya wewe mwenyewe. Leo nina maswali machache kwako ambayo natamani pia tukajifunze pamoja na mtazamaji wangu wa kipindi cha Mwangili Show. Swali namba moja ambalo na kuletea kwa siku hii hapa leo, natamani kujua unaonaje mwelekeo wa siasa zetu nchini Tanzania kwa sasa? Uko vipi? Asante sana kwa swali zuri. Kama tulivyozungumza kwenye kipindi kilichopita kwamba siasa ni wito. Mtu anaanza kuitwa kuwa mwanasiasa. Na wito ndio unajenga msingi wa siasa za kitaifa. Kama mtu anaingia kwenye siasa bila wito, maana yake ameingia kwenye siasa kwa sababu ya msukumo fulani. Si ndio? Yeah. Sasa kwenye nchi yetu tuna watu wengi ambao wako kwenye siasa sio kwa sababu wameitwa kuwa wanasiasa. Kuna vitu vimewasukuma kuwa wanasiasa. Wengine wanapenda tu madaraka. Wengine wanaamini kwamba kwenye siasa ndio watapata fedha. Yaani ukiwa kwenye siasa utapata fedha nyingi. Kwa hiyo swali lako la unaionaje siasa yetu? Siasa yetu ina changamoto kubwa. Kwa sababu imevamiwa na watu wengi ambao hawana wito wa kuwa wanasiasa. Watu wengi walioingia kwenye siasa ni watu waliokwenda kwa sababu ya tamaa ya madaraka, ni watu walioingia kwenye siasa kwa sababu ya tamaa ya fedha. Kwa hiyo ule mzigo na msukumo wa kuwatumikia watu sio kipaumbele chao. Kwa sababu sio kipaumbele chao, siasa yetu ambayo asili yake ni kutoa huduma kwa watu imekufa. Kwa hiyo tunahitaji revival, uamsho. Siasa yetu iamshwe tena. Kanisa la TAG ninakosali wana kauli mbiu yao wanasema miaka 13 ya moto wa uamsho tunamtaka Bwana na nguvu zake. Wakiwa wanamaanisha kwamba wanataka uamsho kwenye kanisa. Na mimi kama mwanasiasa mwenye wito ninaamini kwamba siasa zetu zinahitaji uamsho tena. Zirudi kwenye misingi yake. Misingi ya kutoa huduma kwa watu. Misingi ya kuwaona watu kuwa ndio mabwana zetu. Wananchi ndio mabwana zetu. Sisi tunawatumikia wananchi. Kwa hiyo bado hatuko hapo. Kwa hiyo hatuko sehemu nzuri. Kwa hiyo siasa zetu zinahitaji ukombozi mpya. Yeah. Kwenye huo uamsho na ukombozi ambao unazungumzia kwa sasa kwenye siasa zetu za Tanzania, ushiriki wa vijana ukoje? Kwa sababu tunaamini pia kwenye uamsho wa siasa tunategemea kuona vijana wengi sana kama ambavyo imetokea kwa Dodoma, wabunge waliopita na ambao pia wamegombea tena kwa awamu hii. Asilimia kubwa pia ni vijana, makamo ni ya wachache sana ambao wako makamo. Vijana na ushiriki kwenye habari ya masuala ya siasa uko vipi? Wanaogopa, yes. Hawaogopi? Nini kinawafanya vijana wawe nyuma au wawe mbele? Kitu gani kiko kwa vijana? Sasa ushiriki wa vijana ni kitu mtambuka kidogo. Unapokielezea lazima ukielezee kwenye maeneo. Lakini mimi niseme kwa ujumla ushiriki wa vijana bado sio mzuri sana. Na sio mzuri sana sio kwa sababu vijana wenyewe hawataki kushiriki. Kuna vikwazo vinavyowafanya vijana washindwe kushiriki kwenye hizo siasa. Na vikwazo vyenyewe ambavyo tunaviona ni mambo ya rushwa. Rushwa imekuwa nyundo inayowapiga vijana wasishiriki kwenye mambo ya siasa. Mambo
ya kikatiba. Bado tunahitaji, kama unavyosikia kelele sasa hivi watu wanataka katiba mpya, nadhani inaweza ikatoa mwanga mzuri zaidi wa kuwapa fursa vijana kushiriki kwenye mambo ya kisiasa. Kwa mfano, hakuna namna kutokuwa na ukomo wa ubunge, wa nafasi ya ubunge. Hakuna namna. Yani haiwezekani tukose ukomo. Kama rais wa nchi anatawala au anaongoza vipindi viwili, kwa nini isiwezekane kwa wabunge? Kwa nini isiwezekane kwa madiwani? Tunapofanya hivi kwa wabunge na madiwani, tunatoa fursa kwa vijana wapya kushiriki uchaguzi, kushiriki kugombea kwenye nafasi mbalimbali za uchaguzi na kuchaguliwa. Kwa sababu hawa ambao watagombea vipindi viwili, wakimaliza muda wao, katiba ikawaambia hamna nafasi tena ya kuendelea, itatoa nafasi na fursa kwa vijana. Kwa hiyo ushiriki wa vijana si kwamba hawataki kushiriki kwenye siasa, lakini umekuwa na vikwazo vingi ambavyo lazima tuviangalie. Kama tunataka kumsaidia kweli kijana, lazima tuangalie mambo hayo ya msingi ya kikatiba, masuala ya mmomonyoko wa maadili, mambo ya rushwa haya ambayo yanasababisha vijana wengi wenye sifa kutochaguliwa kwa sababu wanaopambana nao wanatumia fedha kununua uongozi. Kwa hiyo yako mambo ambayo yanazuia ushiriki wa vijana. Kama yakitatuliwa, naamini vijana wengi watajitokeza kwa wingi na kushiriki siasa. Okay, ni swala la vijana pia na wao kuonesha uthubutu, kwa sababu hata kama vikarekebishwa baadhi ya zile changamoto ambazo Watanzania, wananchi kwa ujumla wamekuwa wakizungumza kuhusiana na mwenendo pia wa siasa, namna ambavyo unakuwa, lakini umetuelezea vizuri pia vitu gani ambavyo vinaweza vikafanyika yakiwa ni maoni mazuri kwa ajili ya vijana, nao pia ushiriki wao uzidi kuongezeka. Na nimejaribu kugusa hapo kwa sababu tunaona vijana wengi wanaingia kwenye siasa, lakini wanashiriki siasa kwa kuwasaidia wengine kuwa viongozi, sio wao kuwa viongozi. Kwa sababu hizo nilizozisema, kwamba kuna mambo yanayowazuia vijana wasiweze kushiriki kwenye hizo nafasi za uongozi. Yakirekebishwa haya, ushiriki ni mkubwa. Hata wewe siku moja nitakuona Neema umeshiriki, umegombea, kwa sababu kutakuwa kuna haueni ya vijana kushiriki kwenye siasa. Okay. Kwa uchache sana umetuambia pia una hofu ya Mungu, lakini pia ni muumini wa dhehebu fulani. Namna gani pia ukaweza kubalance siasa na imani ya kidini? Namna gani unaweza kubalance? Umeuliza swali zuri sana. Namna gani unaweza kubalance? Unajua siasa ni ya Mungu. Though people hawapendi kusema hivyo, siasa ni ya Mungu na imani ni ya Mungu. Kwa hiyo vitu vyote viwili ni vya Mungu. Ukivishika na kwenda navyo, Mungu atakusaidia kuvibalance. Labda tu sasa kwa ule muktadha uliozoeleka, nikijaribu kujibu swali lako, imani inakusaidia kukupa uadilifu, ambao uadilifu ule unaweza kukusaidia kutembea vizuri kwenye mambo ya siasa. Imani inakupa hofu ya Mungu, ambayo hofu ya Mungu inaweza kukusaidia kutembea vizuri kwenye siasa. Watu wengi wanasemaga siasa ni mchezo mchafu. Umesikia hiyo kitu? Yes, kwa baadhi. Lakini mimi naamini siasa ni mchezo mchafu ukichezwa na watu wachafu, na siasa ni mchezo msafi ukichezwa na watu wasafi. Wako watu wema wenye hofu ya Mungu kweli kweli, achana na wanaoigiza. Kuna watu wanaigiza wana hofu ya Mungu, na wako watu ambao ni 100% wana hofu ya Mungu. Hao ukiwaingiza kwenye siasa wanaweza kufanya vizuri zaidi, kwa sababu imani itawasaidia kubadilisha yale yanayoonekana kuwa mabaya kwenye siasa. Hakuna hata siku moja imani ikashindwa na uovu. Mara nyingi imani hushinda uovu. Uovu hauwezi kushinda imani hata siku moja. Ukiona mtu anasema imani yake imeshindwa na uovu,
huyo mtu hakuwa mcha Mungu kweli kweli. Kwa hiyo kwa mimi ninavyoona na ninavyoelewa, kubalance haya mambo mawili kwa mujibu ya ulivyoniuliza, inategemeana na undani wa mtu katika mambo ya siasa hayo na imani. Ana undani vipi, ameyashibaje hayo mambo mawili? Lakini mara nyingi watu wanashindwa kwa sababu kuna mahali fulani hawako vizuri, yani ama kwenye siasa hawako vizuri ama kwenye imani. Lakini kwa upande wangu mimi ninaamini kwamba kitu pekee kinachoweza kunisaidia kufanya vizuri kwenye siasa ni imani. Kwa hiyo kadiri ninavyofanya vizuri kwenye kumcha Mungu, kumtegemea Mungu, kumwamini Mungu, ndivyo nitakavyofanya vizuri kwenye siasa. Okay. Yes. Nimefurahishwa sana na namna ambavyo umeweza kutueleza na kutujibu pia unaweza vipi kubalance imani ya dini yako, lakini pia na namna kuendesha siasa kama wito ambao pia umeitwa huko kufanya kazi. Ni vitu vingi sana ambavyo tunatamani sana kuendelea kujifunza kutoka kwako, na bila shaka Mtanzania anayetutazama wakati huu anayo mengi ya kujifunza kutoka kwako. Nisitumie muda mwingi sana, lakini natamani kusikia kitu hiki kwanza kabla hatujafika mwisho. Tutegemee nini sasa kwenye safari yako ya siasa? Kwa sababu tunajua una role model wako, una watu ambao unawatizama kama kioo ambao ni wanasiasa, wanaharakati wakubwa, iwe ni ndani ya taifa, nje ya taifa na ulimwenguni kwa ujumla, kwa sababu siasa haina mipaka. Tutegemee nini? Tunatarajia kuwapata wageni wengineo labda kwenye midahalo inayofuata, kwa sababu hatutamani kuitizama hapa tu siasa ya Daniel Mwangili, lakini tunatamani kuiona siasa ikizungumziwa kwa upana zaidi na Watanzania wapate kuelewa. The Mwangili Show itakuwa kitu kikubwa sana na chini ya Office of Mwangili, kwa sababu sisi Office of Mwangili lengo letu ni kuwatumikia watu, lakini pia kutoa elimu kwa watu. Tuna program ambazo wewe unafahamu tutazifanya nchi nzima. Tuna program ya Lakisha Ilani ambayo tutakwenda kwa umma na kuwaambia kwamba wao wanaweza kuanza kujiletea maendeleo wenyewe. Kwa hiyo tutazungumza na watu pia, tupate mitazamo yao, kuona namna ambavyo wanaichukulia siasa yetu katika kujiletea maendeleo. Kwa utakuwa na makongamano, midahalo mbalimbali ambayo tutashirikisha wadau mbalimbali wa kisiasa kujadili kuhusiana na masuala ya kisiasa. Tuna program kama ya mkulima chipukizi ambayo tunafikiria kuanza kuifanya kuanzia mwaka huu, kuhamasisha vijana waingie kwenye kilimo, kwa sababu maendeleo hayawezi kuletwa na serikali peke yake. Hatuwezi kusubiri serikali peke yake ituletee maendeleo. Lazima kila mwananchi ashiriki kinagaubaga kuweza kuleta maendeleo. Kwanza maendeleo yake binafsi, pili na maendeleo ya wale wanaomzunguka. Kwa hiyo tutakuwa na vitu hivyo, na naamini watu watatupokea vizuri na tutakwenda mbele vizuri zaidi. Asante. Ni mengi sana ambayo tunakuandalia kwa vipindi vinavyofuata, lakini nikukwambie tu kwamba tarajia kuona wageni wengi, watu tofauti tofauti, lakini pia tukiongozwa na mwanasiasa wetu Daniel Eliuta Mwangili. Atatuletea vitu vikubwa na vizuri. Unatamani kuendelea kujifunza zaidi, usiache kusubscribe, kushare, kulike kupitia YouTube channel yetu ya Mwangili Office. Nikwambie kwamba endelea kufurahia pia vipindi vinavyofuata. Mimi ni Neema Chaopa. Karibu. Yes.